Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Temeke imefanikisha kumfikisha mahakamani Askofu Renatus Joseph Nyalali, askofu kutoka kanisa la Uzama Assembly of God Tanzania HAOGT kwa tuhuma za kugushi nyaraka na kutoa nyaraka za uongo zinazohusiana na umiliki wa ardhi ili aweze kujipatia kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 60. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia uchunguzi wa kina uliofanywa na TAKUKURU baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mmoja wa warithi na msimamizi wa mirathi ya marehemu Ali Hamad Hilal. Kutokana na ushahidi uliokusanywa na kufanyiwa uchambuzi wa kitaalamu, TAKUKURU imefungua kesi ya jinai namba CC-26097/2025 dhidi ya Askofu Renatus Joseph Nyalali katika mahakama ya wilaya ya Kigamboni. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, imedaiwa kuwa katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2022 mshtakiwa aligushi nyaraka na sahihi za wanafamilia wa marehemu kwa lengo la kujipatia umiliki wa eneo la ardhi lililopo mtaa wa Kizani Gezaulole, wilaya ya Kigamboni. Eneo hilo lilinunuliwa mwaka 2008 kwa kiasi cha shilingi milioni 60 na kuachwa kama urithi kwa watoto wa marehemu. Uchunguzi huo ulifanywa kwa kushirikiana na mamlaka za usimamizi. Imedaiwa pia kuwa mshtakiwa alitumiwa mwanya kuaminiwa na familia ya marehemu kuandaa nyaraka za uwakilishi power of attorney kwa njia isiyo halali. Nyaraka hizo zilidaiwa kutumika kupima eneo hilo na kuligawa katika viwanja 9 ambavyo baadaye vilikuwa vikiuzwa kwa watu mbalimbali kwa kutumia majina na sahihi za kugushi za wanafamilia. Aidha, uchunguzi umebaini kuwa katika baadhi ya viwanja hivyo mtuhumiwa alijiorodhesha mwenyewe kama mmiliki halali. Uchunguzi huo ulifanywa kwa kushirikiana na mamlaka za usimamizi wa ardhi kwa kuzingatia vifungu vya 333, 335A, 337 vya sheria ya kanuni ya adhabu vinavyohusu makosa ya kugushi pamoja na kifungu cha 342 kinachohusu uwasilishaji wa nyaraka za uongo. TAKUKURU inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola na itaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya vitendo vyote vya rushwa, udanganyifu na uhalifu wa aina yoyote bila kuzingatia hadhi au nafasi ya mhusika kwa lengo la kulinda maslahi ya umma na misingi ya haki.